Bwana, wapo ambao wanatazama kama ni kalma, lakini wapo ambao wanaona kama ni hali ya kawaida kwenye hili ambalo Dudu Baya limemtokea. Wiki kama 2 au 3 zilizopita, Dudu Baya alikuwa anaongea maneno makali sana dhidi ya kile au juu ya afya ya Mkubwa Fella, yani Mkubwa na wanaye Said Fella, moja ya legendary kwenye upande wa usimamia wasanii, yani mameneja hapa nchini ambao tumebarikiwa kuwa nao. So Dudu Baya alikuwa na mambo mengi ambayo alimzungumzia Fella, kwamba Fella hata fariki hii leo hawezi kuumia wala hata kukanyaga msibani kwake hawezi, kwa sababu ya vitu vingi ambavyo amevifanya kwenye game, na ni zulma kubwa kiasi kwamba hii leo mke wake asingekuwa na ujasiri kutoka mbele kuanza kuwalilia wasanii kwamba wamemtelekeza Fella, lakini Fella amekuwa ni mtu ambaye amenyonya wasanii kwa kiasi kikubwa. So aliongea vitu vingi na wengi walireact tofauti. Wapo ambao waliona ni jambo ambalo halijakaa sawa, hata kama mtu huyo aliwahi kukosea, ingepaswa Dudu Baya tu akaushe na then tuangalie katika hali ya ubinadamu kwamba kila ambacho anakipitia Mkubwa Fella hivi sasa, ambaye anaugua kwa muda mrefu takriban miaka 2, kisingepaswa kuendelea kuongelewa kwa namna ile pale. Lakini wapo ambao pia waliona kwamba Dudu Baya amenyoka, kwa sababu ni kweli hii game wengi sana wamedhulumiwa. Yani kuna wasanii walifanya vizuri, kipato chao kilikuwa yani muziki wao ulikuwa mkubwa, lakini kipato chao kilikuwa hakijitoshelezi au kiendani na ukubwa ambao walionyesha kwenye game ya muziki huu wa Bongo Flava. So mambo yalikuwa mengi sana, lakini baada ya hapo tuliona Dudu Baya pia zikitoka taarifa kwamba ameugua na ameumwa na amepelekwa India kwa ajili ya upasuaji. Yes, kitu ambacho watu wakawa wanajiuliza nini tena kimetokea kwa Dudu Baya kuugua na kupelekwa India pasi kutoa taarifa yoyote, labda kuomba michango au kufanyeje. Dudu Baya mwenyewe ameconfirm kupitia social media, ambapo aliposti clip na kusema kwamba amefanyia upasuaji huko nchini India wa masaa 10. Yes, kuanzia saa 1 za asubuhi mpaka saa 10 majira ya jioni kwa masaa ya huko India, na akisema upasuaji huo umeenda vizuri na Mwenyezi Mungu amebariki, iko sawa. So haya ni maneno ambayo Godfrey Tumaini aka Dudu Baya ameyazungumza yeye pia baada ya kufanya upasuaji. Mimi ni Saudi Travis, ciao. Surgery imefanyika masaa 10, ya saa 1 asubuhi mpaka saa 10 jioni ndio niliingia, nimetoka salama. Asante sana Mwenyezi Mungu kwa upendo huu, asante sana Yesu Kristo kwa upendo huu, asante sana Mtume Muhammad kwa upendo huu, asante sana Roho Mtakatifu kwa upendo huu. Mmetimiza. Nawapenda sana na nyinyi mnanipenda sana. Asante sana Mama Bikira Maria, mama kipenzi, kwa kuniombea. Asante.